Nikiripoti kutoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Na muda huu nakupa update ambazo zinaendelea ndani ya mahakama. Kutoka kwenye mahakama hii ya hakimu mkazi leo Jumatatu Mei 19, kesi ya uhaini inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na wakili Tundu Antipas Lissu. Leo ameletwa mahakamani kwa ajili ya kesi yake kutajwa, ambapo upande wa jamhuri umeieleza mahakama kwa upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika. Jamhuri imesema mpaka sasa shauri hilo linaendelea na uchunguzi chini ya mamlaka za kipolisi, na kwamba kwa kuwa upelelezi haujakamilika, hivyo wameiomba mahakama kuahirisha kesi kusikilizwa kwa siku 14 zaidi, jambo ambalo linaonekana kupingwa vikali na mawakili wa utetezi. Jopo la mawakili wa utetezi wakiongozwa na wakili Rugemeleza Nshala, Peter Kibatala, Mpale Mpoki waliwasilisha maombi kadhaa mahakamani hapo, ambapo miongoni mwake wameiomba mahakama kulazimisha upande wa jamhuri ueleze nini hasa kinachokwamisha upelelezi, kwa sababu mwanzo ilidaiwa mahakamani hapo kuwa ushahidi wote kuhusiana na shauri hilo tayari upo mtandaoni. Jambo la pili walilowasilisha mawakili wa utetezi mahakamani hapo ni kwamba hawafurahishwi na namna ambavyo mteja wao anavyokuwa amezungukwa na maafisa wa jeshi la polisi, maafisa wa jeshi la magereza, ambapo wameishawishi mahakama kutoa amri ya kuondoa askari wote wanaomlinda Lissu ndani ya chumba cha mahakama, kwa kuwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 mahakama haimtambui mtuhumiwa kama mkosaji, na kwamba kitendo cha mteja wao kuzungukwa na askari wengi, kitendo hicho hakikubaliki. Lakini akijibu hoja hizo, upande wa jamhuri umeieleza mahakama kuwa licha ya kwamba katiba imeelekeza hivyo, lakini haijatoa maelekezo ya aina gani ya ulinzi unahitajika kwa mtuhumiwa pindi anapokuwa ndani ya chumba cha mahakama, hivyo kuomba mahakama kutupilia mbali maombi hayo, na kwamba ikiwezekana wanaomba ulinzi huo uongezwe. Mawakili hao wa serikali wameenda mbali zaidi kwa kueleza kuwa swala la ulinzi lina faida kwa mtuhumiwa mwenyewe, mahakama pamoja na maafisa wa mahakama kwa ujumla wake. Kuhusu swala la kueleza sababu inayopelekea upelelezi kutokamilika kwa wakati, mawakili wa serikali wamejibu kuwa hakuna sehemu yoyote ya kisheria na kikatiba inayolazimisha kueleza hatua za upelelezi ilipofikiwa, na kwamba mambo ya upelelezi sio ya kuwekwa hadharani. Kikubwa kinachosisitizwa ni kwamba ndani ya muda walioomba siku 14 wanaamini watakuwa wamefikia hatua nzuri hasa ya masuala mazima ya kiupelelezi. Jambo lingine ambalo limeibuka mahakamani hapo, ambalo limeletwa na upande wa utetezi na ambalo halikupingwa na upande wa jamhuri, ni kuiomba mahakama kutumia busara zake kuondoa amri ya shauri hilo la uhaini kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Badala yake mtuhumiwa awe anafikishwa mahakamani moja kwa moja kama ilivyokuwa leo. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, mahakama imesisitiza jamhuri kukamilisha upelelezi kwa wakati, na tarehe hiyo ijayo mahakama ipate mrejesho na hatua iliyofikiwa. Swala la ulinzi na usalama imesema kwamba mshitakiwa ni kweli anatakiwa kuwa huru akiwa kizimbani, hivyo tarehe hii ijayo mahakama imeagiza vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa kutosha. Kama hakuna sababu zozote za vitisho vya usalama wake, basi mtuhumiwa awe huru peke yake akiwa kizimbani. Kuhusu suala la shauri hilo,
kuendelea kuendeshwa kwa njia ya mtandao, mahakama imesema sheria inaipa mahakama mamlaka ya kusikiliza au kuendesha shauri kwa njia itakayoona inafaa, ikiwemo mtandao, na kwamba kwa kuwa shauri hilo ni kubwa na linagusa hisia za wengi, hivyo mahakama imeona hoja za utetezi zina mashiko. Hivyo mahakama imeamuru tarehe ijayo shauri hilo liendelee kwa mtuhumiwa kwa kuletwa mahakamani moja kwa moja kama ilivyokuwa leo. Baada ya kutoa uamuzi huo, mahakama imeahirisha shauri hilo kwa siku 14 hadi tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2025. Mtuhumiwa amerejeshwa rumande. Lakini kumbuke kuwa kesi hiyo ya uhaini kwa kawaida inasikilizwa kwa njia ya mtandao. Leo imesikilizwa kwa njia ya kawaida kutokana na busara za mahakama, kwa kuwa mtuhumiwa anakabiliwa na shauri lingine mahakamani hapo, shauri la uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Kwa hiyo hivi sasa bado mahakama inaendelea, lakini katika kesi nyingine ambayo sasa ndi hii kesi ya masuala mazima ya uchochezi. Mheshimiwa Tundu Lissu anasimamiwa na jopo la mawakili ambao ni wakili Alute Mugwai, Lugemereza Nshala, Peter Kibatala, Jeremia Mtobesia, Hekima Mwasipu, Gaston Garubindi, Michael Mwangasa, Jebra Kambole, Pastor Kangoke, Emmanuel Chengula, Deogratias Mahinyila, Michael Lugina, Deusi Singa, Edward Heche, Sisti Masawe, Jacob Mugendi, Ferdinand Makoe, Paulo Kisabo, Ikoti Lisu, Dickson Matata, Maria Mushi, Elisha Kiza Prosper, Doris Kafuku, Happiness Michael, Meshaki Makadede na Nashoni Nkungu. Lakini upande wa jamhuri lipo jopo la mawakili watano ambao ni Nasoro Katuga, John Mrema, Tawabu Isa, Harrison Lukosi na Cuthbert Mbilinyi. Tutaendelea kukujuza update mbalimbali ambazo zinajiri mahakamani hapa.